Na mnisema asante tena mpenzi mtazamaji wetu wa Global Vibes TV. Tumaini langu ni kwamba ni mzima wa afya. Unazidi kutufuata moja kwa moja katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Niite Jacob Daniel Pascal ninayekutangazia ndani ya Global Vibes TV jimboni mwa Kivu ya Kusini. Hapa tuko katika maeneo ya Baraka ambako kama jinsi unavyoendelea kuona mpenzi mtazamaji, baadhi ya wazalendo na baadhi ya makundi ya wazalendo wamekuja kupokea mzigo wao ambao wametumiwa kutoka Ulaya. Umetumiwa na kundi la Photo huko Texas ya bwana Makanaki ambaye ni kijana wa Kibembe, ameweza kujitolea kwa ajili ya kuweza kuwasaidia ndugu zake ambao wanao kuwa katika mashamba ya vita. Na baadhi ya vikundi hivi, kuna vikundi tofauti kama vile inavyowakilishwa na mzee wetu Amuri William Yakutumba pamoja na kundi la hayati marehemu la FPDC aitwaye kwa jina la Kibukila Tresoro Waseba. Pia kuna kundi la Generali Kakobanya ambaye anapigana huko milima mijuu ya huko maeneo ya Bilalo mbili ambaye aitwaye kwa jina la Generali Kakobanya, na kuna ingine kundi hapa ya mheshimiwa Generali mkuu aitwaye kwa jina la Ngoma Nzito. Hivyo ndivyo ambavyo vikundi vimeweza kuwakilisha na kuweza kupokea msaada kutoka Marekani ambao mpitishwa kwa njia ya maji kuweza kufika hapa kwetu jijini Baraka, kama agisi unavyoendelea kuona mpenzi mtazamaji wetu. Basi kama ni mara yako ya kwanza kuweza kuangalia video zetu, naomba bonyeze alama ya subscribe, kisha utabonyeza alama ya kengele kwa ajili ya kupata video zetu nyingi zaidi, na pia usikose kucomment na kushare na kulike na kuweza kuwasambazia wengine wapate kujua kile ambacho kinachoendelea katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Naam, ni kuache mpenzi mtazamaji uende kusikilia shukrani zao ambazo wamekwenda kutoa kwa hawa vijana ambao wamejitolea kuweza kuwasaidia msaada wakiwa kwenye front za vita huku mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ajili ya kupiganisha na kuondoa adui ambaye anasumbua na kutaka kuvamia nchi isiyokuwa ya kwake. Nikukaribisha mpenzi mtazamaji ujiunge nasi katika kipindi hiki upate kujua kile ambacho wamekwenda kuongea viongozi yao. Asante. Mzee, jambo. Jambo. Jina lako unaitwa nani? Unaweza kutufahamisha vizuri sana? Mimi naitwa kwa majina ya Wise Bilombele. Mimi ni kiongozi kati ya viongozi wa kundi ya SNPCC ambayo inaongozwa na William Amuri Yakutumba. Ndio mzee, najua kwamba tukaona mambo mengi hapa kama vile chakula. Sasa unaweza tuambia hayo mambo ya chakula ni mambo ambayo mnunua peke yenu au yalitoka wapi? Haya chakula ni msaada ambao tumepata kutoka huko Fort Worth, Texas, na ambayo imeletwa na kijana ambaye amekusanya mawazo kwa wengine ambaye anaitwa Makanaki. Asante sana. Sasa na huyo Makanaki ambaye anasimamia hii mizigo, yani yeye anasimamia mizigo au ndio anasimamia kundi? Makanaki huko Fort Worth, Texas anasimamia kikundi. Yani yeye ndio anakusanyisha mawazo na watu wengine wanamsupport ili waweze kufanya tendo kama hili ambao wamefanya hapo. Makanaki sio yeye peke, ni kikundi ambacho yeye anasimamia huko Fort Worth, Texas. Asante sana. Naweza nikaona kama vile mko wengi hapa. Utuweke wazi mzee. Je, hii msaada ni ya SNPCC tu au vipi? Msaada ni wa Kongomani wote ambao wanapatikana hapa tarafani Fizi, sio SNPCC. SNPCC tumesimamia kwa sababu sisi ndio tumekuwa kwa ukaribu kwa kutupata sisi. Hiyo tu, sisi ni daraja ambao limepitia msaada huu ili ufikie makundi haya ambao tuko nayo mnaiona nyuma yangu. Basi tunaona kwamba umesema kuhusu makundi, yani sio peke yako, ni kundi ngapi? Hapa tuko na kundi 4. Tuko kundi 4 kabisa ambazo zitapata huu msaada kutoka huku Fort Worth kwa bwana Makanaki huko Texas. Basi ili tuhakikishe zaidi, unaweza ukatuonesha mmoja wa kundi mmoja baada ya mwingine ili tupate kuwa na uhakika kabisa kama kuna kundi 4 hapa. Tunaweza tukaita kama vile nani, unaweza ukatuonesha hapa ili tupate kuzungumza naye. Hapa karibu kabisa vikundi vyote utaviona. Nitaweza nikaita FPDC apite hapa ili muone naye atoe shukrani zake. Basi asante sana, karibu sana bwana FPDC. Sasa kabla yote unatuambia wewe unaitwa nani? Mimi najulikana kwa majina la Mtu Selemani Cedric.
Mimi ni cadre politiki wa mouvement wa FPDC ya Jemedari Tetezi Kibukila Wasewa Trezo. Sasa unaweza ukatuambia zaidi sana kuhusu mambo haya. Wewe una shukrani gani au mambo gani ambayo unaweza kusema kuhusu msaada huu ambao umetoka, sababu tunaona kuna wengine ambao watasema, unatuambiaje? Cha kwanza mimi nitatoa shukrani ya kabambi kwa sababu hawa ndugu wetu wa Kongomani wenye kuwa kule nje pana zoezi ya kusema nchi ya tatu. Tunashukuru sana kwa sababu vita sio kupigana tu risasi, na msaada yao kupitia chakula, kupitia viatu, wanatutumia magojo, itatusaidia sana kwa sababu vita utapigana vita kama uko na njaa, utapigana vita kama unakula na utajisikia utatembea kadiri na unapashwa kutembea. Na kitu gani unaweza kuambia kama vile wewe kundi ile ambalo limewakilishwa na wewe hapa, unaweza kuambia nini kuhusu watu wote ulimwenguni? Mimi naweza toa shukrani tena na kusema kama wengine wa vijana waige mfano kama hii ya kusaidiana, juu kama yeye yuko Ulaya kwa sababu alitoka huko Kongo. Mimi kama niko Kongo kwa sababu tuko na udongo hapa. Na hii udongo yetu ikidhibitiwa na huyu adui ambaye anafika hapa, nadhani sisi sote tutaanza ikiwa tulikuwa Wakongomani lakini hatuna Wakongomani kama tunakimbia. Basi asante sana. Tunaweza kumkaribisha mwingine mmoja hapa tukifika hapa akiwakilisha kundi. Tafadhali karibu, mnaweza mkakaribia. Tunaona mzee hapa akiwa hapa naye anakaribia. Hatujui kama ni wakuri gani, atakuwa ni msalimu. Jambo mzee. Asante sana. Mimi nitaongea Kibembe. Ile Mbembe Mbondo. Ile Muyiwa wa Binyendo. Nikibuchibwa Buisengu Ilangi Gazelle. Ine nile president makamo wa kundile mubuchibwa FDCC ele molombolwa na mwambaka wa Binyendo buchibwa Kakobanya. Wenzero bilalumbi. Yuni echanifro. Asante sana. Nimesikia hata kama siwezi nani, lakini nimesikia jinsi ambavyo umesema, na hapo zaidi sana tunahitaji kile ambacho kiko moyoni mwako zaidi sana kutokana na misaada, kwa sababu mtu anapopata kitu fulani kama vile msaada anakuwa na shauku fulani kama vile furaha, kitu fulani kama vile ndani yake. Sasa tunataka kitu kilicho ndani mwako. Una nini zaidi sana? Bwana journaliste na aswakelwa la bula ichangana nono wito na buchibwa anulunu lusuku wito cha anya binu bilebwa, napata mtu napata mleka, napata na mnu, ndiyo na shukuru la bula. Nani natenda kwamba nibo bakwamba kabetu bale malo mwene omba muwatilichi, mwene omba amwelele la bula kabisa. Asa enwe kundi ele molombolo na mbochwa makanaki malo yatutumina no msaada, mwene omba muwatilichi la bula. Nani nilombela nibo obe mfano obange bale malo obale mbinge bise sobya lomba kalwito watelecha becho bale ono ba mupambala na bano bakoma bale mutakienda etu isi kama tabale amuchunge neto ebo tatushibashe leni longo leto ekinlele nde tunisemba ni bon mbocho makana kina akekundi ono mtema toshi eleano bakelelele na baange bashichange becho ni tole motenda bato wateleche bani yunga nebo sawa bana tu watelecha mbyabo sawa nde tuisemba ni bon mwene omba abayelela bula na abawebula mubabula lombaka lenu ilongo leto ekinile tatunali basha bichibo ben ibuchi ba mzalendo talelibu ndabundu kinos ibuchi ba mzalendo hata binu bibatu etela dunu lusuku olu mzalendo wabula manga lombaka byo tu watelecha na byo tu makala milo ana ilongwe makole manga toka nyamanga nongena tango tanda bibio ebondo yeto to na onda mutolotie ongeo nachwa lumbakabi wabo tenda bia suwakecha na bia nguma matoma bato tona changirila onge oshichwa no mbaka bile bikundi bina chitwa emona bikundi bibele onge kundi anatango uchwa ili tumungo. Jambo baba. Jambo bwana journalist. Unaweza kutambulisha kwa majina yako na utuambie una kazi gani, maana utuambie vizuri kiwazi wewe ni nani? Sawa bwana journalist, kwa majina mimi naitwa Masumbuko Bihuro. Mimi ni mwanachama wa CPLC Bar FABB Biloze Bishambuke ya Muzehe Ngomanzito Delfe Kalembe. Naona kwamba kila mtu alifika hapa kama vile kuwakilisha kundi lake na akatosha kitu fulani kilichokuwa moyoni mwake, kwa sababu ndani ya moyo mna kitu. Mtu anapata furaha kwa saki mambo ya kusema. Wewe unasema kitu gani kuhusu haya mambo yanapitikana hapa?
Antuka moyoni mwangu bwana journaliste, muna furaha ya mingi kufatana na hiki kenye tuko Mosai hapa. Nasikia kuroho yangu vraiment ni hatari, lakini bwana journaliste utanisamehe niongeye Kifuleru. Hakuna tatizo, unaweza kaongea tu kuhuru. Bwana journaliste, ibi aba hano na bisima bwenene ngweti ngabona hano zino sabyo tulirimo he kera twapata umunyu, twapata umushano, twapata ibishimbo, ibyahuluka munda umushaja umubuzi wa makanaki umubera imarekani atutumira byohe Marekani Texas, atutumira byohe ko bitutabale Twateta kongwa bwenene niji mugweti groupe zina utuloze gundi muguma. Bo igroupe zina ziriho he nambwini tweshi turi preza, ugundi niji ari hanyuma ryani akolagare tibimwage naye aije basi kongwa tuyana. Ndio, asante sana mzee. Naweza nikakusalimu kwanza? Jambo sana. Sijui unaitwa nani, unajiwakilisha kama nani kiwazi kabisa? Mimi naitwa kwa jina la Deni Mwenebatu, mmoja wa kundi la CNPCC ambayo inawakilishwa na mzee wetu William Amuri ya Kutumba. Asante sana. Najua kwamba ni makundi manne na wewe hivi ndio unaonekana kama vile kundi la mwisho. Sasa kama vile jinsi ulivyo kundi la mwisho hapa, unaweza ukatuambia kitu fulani, kwa sababu mimi ninaamini ya kwamba na wewe moyoni mwako mna kitu, kwa sababu mtu akipata furaha au huzuni anakuwa na kitu cha kusema. Sasa wewe utuambie kutokana na huu msaada ambao unapita hapa zaidi sana kama vile yaliyo moyoni mwako. Ndio, kufuatana na huu msaada mimi nitazungumza kwa lugha la Kibembe na soakilwa manga umwatelechwa utwa watelechibwa na ba bochwa bale oo mesea asatu Marekani balolwa na kundi ya mbochwa makanaki waombelecha ikundi lumbakali watelecha balwani lumbakalo ino eto ise ushanya kwa na bana bakoma batushi baingela lumbakalo ito nyaka ise twakanyamanga longe manga yungwa bimwatenda twakanyamze to namonana na bato betu ba moto changelela obikombo bile tofauti ba motongwa twakanya longe mzee.